Mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vya mkoa wa Tabora imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 7 kwa tuhuma za kumiliki magunia 133 ya bangi yaliokuwa yamefichwa ndani ya mapori pamoja na kuteketeza mashamba ya bangi yenye jumla ya ekari 68 katika operesheni maalum iliyofanyika katika wilaya za Uyui na Sikonge. Lakini pia tumeteketeza ekari 68 za mashamba ya bangi na kukamata watuhumiwa 7 kuhusiana na uhalifu huu. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini, General Aretas Limo, amesema kuwa zoezi hilo lilifanyika katika maeneo ya pori la Igombe River lililopo wilaya ya Uyui pamoja na eneo la Nyahua wilayani Sikonge, ambapo wamebainisha kuwa baadhi ya wahalifu hao wamekuwa wakijenga makazi ndani ya mapori hayo huku wakijihusisha na kilimo cha bangi sambamba na uharibifu wa mazingira ikiwemo ukataji miti na shughuli za ufugaji haramu. Unakuta nyumba ipo hapo, ana shamba lake la bangi. Amejenga nyumba pale, ana shamba lake la bangi, lakini uharibifu wa ukataji miti na ufugaji unaofanyika ndani ya hizo hifadhi ni jambo ambalo linatakiwa tuweze kulifanyia kazi, na uongozi wa mkuu wa mkoa uendelee kulifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba uhalifu huu unaofanywa katikati ya mapori haya unaharibu mazingira yetu, lakini pia unazalisha dawa za kulevya ambazo zinaharibu pia afya za Watanzania wetu. Na sisi Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya hatutakubali uhalifu huu uendelee. Baada ya kuanzisha hii kanda hapa katika mkoa wa Tabora, tutahakikisha tutafanya operation za mfululizo katika maeneo yote, na wale wote ambao wanalima katikati ya mapori hayo na kuzalisha dawa za kulevya ndani ya mapori na nje ya mapori, tutahakikisha kwamba tunachukua hatua za makusudi kuhakikisha kwamba tunadhibiti huu uhalifu unaofanyika. Kufuatia hali hiyo, ikanyanyua hasira za mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha na kutoa maelekezo ya serikali kwa wakala wa misitu Tanzania TFS kuhakikisha wanaweka makao maalum katika maeneo hayo ambayo yamebainishwa na kuhakikisha hali hiyo haipati nafasi katika mkoa huu. Haya mambo hatuwezi kuyaacha, na kama ulivyosema, wahalifu wote ni nadra sana usikute mhalifu anavuta bangi, na aidha inawapelekea huko au lazima avute ili afanye kazi ya uhalifu. Kwa sababu ujambazi tunaopambana nao hapa RPC mnafanya kazi nzuri na kamati kwa ujumla, lakini majority vijana wale ni wavuta bangi. Tunapotoka kwenda kukamata bangi, tunasikia madawa ya kulevya na mengine mengi, tunaenda Nyahua, tunaenda Igombe. Kwa TFS hamuhitaji kukaa ofisini hapa. Kawekeni nyinyi makamanda, ni askari, mmeenda mafunzo ya kutosha. Kawekeni camp huko. Hatusikute tena kwamba tuje tukute kamishna anatoka Dar es Salaam au Dodoma kuja kuingia porini kupambana na wahalifu walima bangi. Imeelezwa kuwa zaidi ya vijana milioni 1 ambao walikuwa wakiathirika na matumizi ya madawa ya kulevya ikiwemo bangi na yale aina ya unga wameweza kufikishwa maeneo ya Soba, na hayo ikiwa ni mafanikio ya operation ambazo zinafanywa na Mamlaka ya Kudhibiti Matumizi ya Dawa za Kulevya nchini DCEA. Kutoka hapa Halmashauri ya Manispaa Tabora, mimi nimekosa Samuel, na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Tufuatilie pia katika mitandao mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika Habari Leo_TZ. Shukrani.